kukaribisha ndugu mtazamaji wetu na ndugu unayefuatilia neno la Mungu siku ya leo, na neno ambalo Bwana amenipa kwa ajili yako au ujumbe ambao nitafundisha unasema, ili uendelee mbele lazima usahau mambo ya nyuma. Ili uweze kuendelea mbele lazima usahau mambo ya nyuma. Na tutasoma katika Wafilipi sura ya 3. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13. Neno la Mungu nasema, ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Huyu ni Paulo anaongea na Wafilipi, anawaambia kwamba sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Paulo anawaambia Wafilipi kwamba anayasahau mambo ya nyuma na anayachuchumilia au anayatafuta mambo yaliyo mbele. Kwa lugha nyingine naweza nikasema kwamba anajaribu kuwaonyesha kwamba ili uweze kwenda mbele lazima usahau mambo ya nyuma. Haiwezekani uende mbele kama bado unapatazama nyuma, na ndilo neno ambalo nitakwenda kukufundisha leo, na litakusaidia kukubadilisha maisha yako kwa sehemu kubwa, kwa sababu kwenye haya maisha kila mtu ana mambo ya nyuma na ana mambo ya sasa hivi na ana mambo ya mbele. Na watu wengi kwenye maisha yao wamekwama kwa sababu wengine wanatamani mambo yaliyotokea huku nyuma. Labda kuna vitu vizuri kwa navyo zamani vikapotea, labda ulikuwa na kazi nzuri zamani ukaipoteza, labda ulikuwa na pesa ukapoteza. Hivyo vitu vinatokea pia kwenye maisha. Ulikuwa na mafanikio huko nyuma na baadaye mafanikio yakapotea, au kuna ndugu zako wa karibu, rafiki zako umewapoteza. Na hata katika nchi hivyo vitu vinatokea. Labda kuna watu, kuna viongozi tulitamani tuwe nao leo, lakini tumewapoteza wengine kwa sababu muda wao kuwepo uliisha na wameshapumzika. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunatakiwa tujue sasa wakati huu tuliopo tunakwendaje mbele. Na ili tuweze kwenda mbele lazima tukubali kusahau mambo ya nyuma ili tuweze kuendelea mbele. Ni rahisi kuzungumza, mtu anaweza akasema jamani tusahau mambo yaliyopita. Nadhani huo msemo unaufahamu. Watu wengi wako wanauzungumza hata wakiwa wanasuluhisha baadhi ya matatizo yaliyojitokeza kwenye maisha yao, kwenye familia au kwenye ndoa. Watasema kwamba jamani tusahau mambo yaliyopita, sasa hivi tugange yajayo. Lakini kuzungumza tu hilo neno kikawaida haisaidii. Lazima uwe na nguvu ambayo inakufanya usahau mambo ya nyuma ili uweze kuendelea mbele. Kwa sababu tunapozungumza habari ya mambo ya nyuma, sio tu kwamba ni mambo ya nyuma ambayo tu yanakuwa yamekufunga, lakini ipo nguvu ambayo huwa inasababisha mtu ayaone mambo ya nyuma kuwa yalikuwa ni mazuri na ashindwe kuona mbele. Na mara zote ukishaona mambo ya nyuma yalikuwa ni mazuri, ghafla unashangaa unashindwa kuona kama mbele kuna kitu kizuri tena kitakuja. Ukianza kuona mambo ya nyuma yalikuwa ni bora, unashindwa kuona kama mbele, siku zako za mbele zitakuwa na ubora tena mwingine. Unashindwa kuona kama mbele Mungu atakupa watu wengine wazuri kuliko wale uliopoteza. Katika maisha kila mtu inamtokea. Kuna vitu lazima huku nyuma uvipoteze. Kuna vitu huku nyuma lazima vinatokea. Sasa Paulo anawaambia hivi, ninayasahau mambo ya nyuma. Na kabla sijaendelea sana niweke msisitizo pia hapa. Tunapoongelea mambo ya nyuma, sio mabaya tu kwamba ndio unatakiwa uyasahau, hata mazuri. Kwa sababu wakati mwingine huko nyuma umefanya kitu kikubwa ukapata mafanikio, lakini lazima ufike mahali yale mambo uliyopata huko nyuma yasikudhoofishe kuona kama vile ndio umeshafika. Hapana. Kwa hiyo hata kama huku nyuma umewahi kufanya vitu vizuri zaidi, umewahi kufanya kazi zako vizuri zaidi, kila kitu kiko safi, lakini hutakiwi kuona kwamba ndio safari yako imeishia pale. Lazima uone kwamba kuna kesho. Lazima uone kwamba kuna safari yako inatakiwa kuendelea mbele. Kwa hiyo ili uweze kuendelea mbele, ndugu yangu unayenisikiliza, lazima ukubali kusahau mambo ya nyuma. Kama yalikuwa ni mabaya, yasahau. Kama yalikuwa ni mazuri, yasahau. Kama ni
wewe mwenyewe umefanya vitu vizuri, umefanya mambo kwa bidii, umeacha alama, lakini kumbuka kwamba bado kuna kitu unatakiwa ukifanye kesho ambacho kinatakiwa kiwe kizuri kuliko kile ulichokifanya jana. Sasa Paulo anawaambia, ninayasahau mambo ya nyuma, ninayachuchumilia yaliyo mbele. Kwa hiyo ni kwamba huwezi ukaendelea mbele kama bado hujaamua kusahau mambo ya nyuma. Tuangalie pia Isaya sura ya 43. Isaya sura ya 43. Isaya sura ya 43 mstari wa 18 na wa 19. Neno la Mungu linasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Huyu ni Mungu anaongea kupitia kinywa cha nabii Isaya. Anawaambia wana wa Israeli, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Alafu anasema, tazama, nitatenda neno jipya. Mungu akiwa anataka kufanya jambo jipya kwenye maisha yako, kitu cha kwanza atakachokutaka ufanye, atakutaka usahau mambo ya nyuma, usahau mambo ya zamani. Na kwa sisi wa Afrika unakuta tunakuwa na mambo mengi ya sasa, mambo ya kifamilia. Mtu anaanza kuangalia wazazi wake huko nyuma, mababu zake, mabibi zake, mambo waliokosea ambayo mpaka leo yanamwathiri. Ni kweli hivyo vitu vinatokea, lakini ile kwamba kuna watu nyuma walikosea, ile kwamba wazazi wako huko nyuma walikosea, na wewe sasa hivi unajikuta unapitia maisha ambayo ni matokeo ya makosa ya waliokutangulia, usianze kutafakari yale mambo ukashindwa kuona kwamba kuna kitu kizuri Mungu anaweza akafanya kwa ajili yako katika siku zako zinazokuja. Ndio maana anawaambia, Mungu anasema msiyakumbuke mambo ya zamani, msiyatafakari mambo ya zamani. Unapokaa na ukaanza kutafakari mambo ya zamani, akili yako itashindwa kuona kesho. Unapoanza kukaa na kutafakari makosa waliokosea wazazi wako huko nyuma, utashindwa kuona kesho yako itakuwaje. Utashindwa kuona kama kuna kitu kipya, utashindwa kupata tumaini jipya ambalo Mungu amelikusudia kwa ajili ya maisha yako ya kesho. Kwa hiyo utajikuta umefungwa, utakuwa kila kitu ukifanya kisipoenda unasema, yani hayo yote ni kwa sababu tu wazazi wangu walishindwa. Utakuwa ukifanya kitu kikashindikana, unaona ni kwa sababu ya yale mambo ambayo huko nyuma hayakukaa sawa. Lakini ngoja nikwambie, Mungu anapoanza kutembea na mtu hawezi akazuiliwa na historia yake. Ndio maana watu wote ambao wanatembea na Mungu, watu wote ambao wametembea na Mungu, watu wote ambao Mungu ameonekania kwenye maisha yao, walikuwa na historia za zamani. Hakuna mtu ambaye Mungu alikutana naye ambaye alikuwa yuko vizuri. Hapana, wote ambao Mungu alikutana nao. Nieleze habari za Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Alikuwa ni muuaji, alikuwa anatesa watu wa Mungu, alikuwa na historia mbaya huko nyuma, lakini alivyokutana na Mungu historia yake ikabadilika. Niambie habari za Petro. Petro alimkana Yesu mara 3. Alikuwa na historia mbaya huko nyuma, lakini kwa sababu amekutana na Yesu historia yake ya nyuma ikabadilika, akawa na historia mpya. Niambie habari za Rahabu. Rahabu alikuwa ni kahaba, lakini alivyokutana na Mungu wa Israeli historia yake ya ukahaba ilishia pale, akaingia kwenye historia mpya. Na ukisoma hata kwenye uzao wa kuzaliwa kwa Yesu, kile kitabu cha Mathayo, utaona Rahabu pia ameandikwa mahali pale. Kwa nini? Alivyokutana na Mungu historia yake ikabadilika. Ndio maana ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ni Mungu peke yake ndio ana uwezo wa kubadilisha historia yako ya zamani akakupa historia mpya. Anaweza akabadilisha tabia ile ambayo ulikuwa nayo. Hakuna mwanadamu yote hapa duniani ambaye ameweza kushinda tabia ile ambayo alizaliwa nayo, isipokuwa yule ambaye amekutana na Kristo. Hakuna mtu ambaye ameweza kushinda kile kitu ambacho amezaliwa nacho kwenye familia yake, isipokuwa yule ambaye alikutana na Kristo. Ndio maana ndugu yangu unanisikiliza, bado hujampa Yesu maisha yako, ujue kuna mambo ya zamani huwezi kuyashinda. Hata ujitahidi vipi kuyasahau, utashindwa kuyavuka. Kwa sababu gani? Sehemu moja ambapo tunaweza tukayashinda mambo ya zamani ni tukiwa ndani ya Kristo. Tunapokuwa ndani ya Kristo tunakuwa viumbe vipya. Mambo ya kale yanapita, tunakuwa na mambo mapya. Maisha yetu yanakuja kuwa na sura mpya, tabia zetu zinakuwa mpya, mtazamo wetu unakuwa mpya. Na kwenye Warumi anasema kwamba tunafanywa upya nia zetu, tunafanywa upya fikra zetu, tunaanza kugeuzwa. Ndio maana
sisi tuliookoka tunalisoma neno la Mungu, tunalitafakari neno la Mungu, tunajifunza neno la Mungu, na sisi watumishi tunafundisha neno la Mungu. Kwa nini tunakufundisha neno? Tunapokufundisha neno, tunaweka kwenye ufahamu wako kitu kipya, tunakuondolea mtazamo wako wa zamani. Ulipokuwa unayaona maisha zamani, sivyo unavyotakiwa kuyaona baada ya kuokoka. Ndio maana tunakufundisha neno. Ni hatari sana kama umeshampokea Yesu, umeshamwamini Yesu, lakini bado unataka uishi maisha kwa njia zile zile za zamani. Bado unataka ufanikiwe kwa njia zile zile za zamani. Bado unataka uwe na afya nzuri kwa njia zile zile za zamani. Haiwezekani. Lazima ukubali kujifunza neno la Mungu na ulipe nafasi neno la Mungu kwenye maisha yako kukubadilisha. Na siku ya leo ninakufundisha neno kwa sababu tuna watu wengi pia leo wanaenda makanisani, wengine wanaenda kwa ajili ya miujiza, wengine wanaenda kwa ajili ya kuombewa, hawana kabisa mpango wa kusikiliza neno. Simaanishi kwamba kwenda kanisani kuombewa au kwenda kwa ajili ya kupokea muujiza wako ni kitu kibaya, sio kitu kibaya. Lakini ngoja nikwambie, neno la Mungu ndio litakalo kusaidia baada ya kupata ule muujiza kuweza kuutunza. Lakini ukienda ukaombewa ukapata muujiza na haujapata neno la Mungu, utataka uutunze muujiza kwa mtazamo wako wa zamani, kwa fikra zako za zamani, kitu ambacho hakiwezekani. Ndio maana unapopata neno la Mungu unakuwa umepata mtazamo mpya utakao kusaidia kuweza kutembea na Mungu na kutembea na Mungu katika zile baraka ambazo Mungu anakuwa amekupa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu anataka usahau mambo ya zamani. Kuna namna ambavyo Mungu anataka uache kuyafikiria makosa uliyofanya huko nyuma. Ukisoma Isaya 43, Isaya 43 mstari wa 25, Isaya 43 mstari wa 25. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa, kwa sababu watu wengi kati ya vitu ambavyo wanavikumbuka zamani ni pamoja na makosa. Kama sio makosa yako mwenyewe, utakuwa unakumbuka makosa waliofanya wazazi wako. Kama sio makosa ya wazazi wako, utakuwa unakumbuka makosa ya mababu zako, na unayapa nafasi kubwa ya kukuzuilia kuendelea mbele. Kwamba zamani ulikosea, miaka 5 iliyopita ulikosea, umejifunga kwenye yale makosa. Na mwingine umeshaomba Mungu akusamehe, lakini wewe bado hujaona kama Mungu amekusamehe. Matokeo yake ni kwamba unaona kabisa matokeo ya maisha yako wa leo, unaona ni kwa sababu ya yale makosa uliyofanya kule nyuma. Lakini ngoja nikwambie, Biblia inaniambia kwamba kwenye Isaya 43 mstari wa 25, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Huyu ni Mungu anaongea. Mungu anasema hatazikumbuka dhambi zako. Kwa kama Mungu hatazikumbuka dhambi zako, wewe kwa nini unazikumbuka? Kama Mungu hakumbuki, manake Mungu ameshasahau zile dhambi ulikosea miaka mingapi ilipita, zile dhambi walikosea wazazi wako. Mungu mwenyewe anasema ameshazisahau kwa ajili yako. Sababu anasema hapa, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa Mungu anatusamehe kwa ajili yake mwenyewe. Hawezi akaendelea kubeba makosa yetu, akaendelea kuacha kutubariki kwa sababu ya makosa tuliyofanya kule nyuma. Mungu mwenyewe anatusamehe. Sasa kama Mungu amekusamehe, Mungu ameshasahau makosa yako ya kule nyuma, kwa nini wewe unakataa kuyasahau? Kwa nini wewe unakataa kuyasahau? Kwa sababu ngoja nikwambie, imani yako unayenisikiliza, imani yako inategemea ni mahali gani fikra zako zimekaa. Ni kitu gani unachokitafakari? Hicho ndicho kitaamua imani yako ifanye kazi au isifanye kazi. Na nitakuonyesha mfano. Tutaangalia habari za wana wa Israeli. Ukisoma Waebrania, tutaangalia mfano wa wana wa Israeli, kitu gani kiliwazuia kufika Kanaani. Ukisoma Waebrania sura ya 3 mstari wa 19, anasema basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hapa anaongea kwa habari ya wana wa Israeli ambao hawakuweza kuingia Kanaani. Biblia inaambia kwamba hawakuweza kuingia Kanaani kwa sababu ya kutokuamini kwao. Na ninataka nikuonyeshe, anaposema hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao, kitu gani kilisababisha washindwe kumwamini Mungu? Kwa sababu Mungu anapokutana na wewe, kitu cha kwanza atazungumza na wewe. Ndio maana ukisoma kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na Biblia inaniambia kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa hiyo paka umeokoka ni kwa sababu ulimwamini Mungu. Lakini imani ilikuja kwa njia ya neno, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno. Kwa hiyo kuna neno lilisikia ukamwamini Mungu.
na lile neno lilolisikia ni neno ambalo lilikuwa linakuonyesha kesho yako. Mungu akizungumza na wewe mara zote anakuonyesha kesho yako, hakuonyeshi nyuma, hakuonyeshi mambo ya nyuma. Ndio maana Mungu ana utaratibu wa kutaka sisi tujue namna gani anashughulika na mambo yetu ya nyuma. Ndio maana anatuambia dhambi zetu hata zikumbuka. Maanake dhambi zetu za huko nyuma, makosa yetu ya huko nyuma, Mungu mwenyewe ameshasahau. Kwa nini? Kwa sababu anataka tuendelee mbele. Mungu anajua hatuwezi tukarudi nyuma. Ndugu yangu nisikilize vizuri kwenye hii point. Kwenye haya maisha huwezi kurudi